Julio yeye ni wa mwalimu anafundisha. Ansi mchambuzi. Inakuwaje mtu yeye anasimamia timu anakuwa mwalimu alafu anasema Simba lazima itakuwa bingwa akiajiriwa kwenye timu ya ligi kuu? Hapo unakuwa unasemaje? Na hiyo kauli kifupi mimi niseme hiyo kauli. Mimi kwa upande ile kauli imetuchafua Simba. Sio kama imechafua ligi nzima. Imetuchafua Simba kwa sababu inavyoonekana yule bwana katika mechi zetu kuna mipango inaonekana yeye anaonekana anafanya na viongozi wetu. Kwa sababu kama anasema Simba itakuwa bingwa hapo yeye kashakuwa kashakuwa kocha kwenye timu ya ligi kuu. Ina maana inaonekana hapa kuna kama upangaji wakati kwa kitu sio kweli. Katika mechi ambazo tunapata nazo mitihani tukicheza timu akiwa yeye pale anasimamia. Shujaa. Zote. Tena tunaenda kwa meno. Si mechi yetu na Mashujaa. Sawa? Kiongozi wetu mmoja akafungiwa kwa sababu ya hiyo mechi ya Mashujaa. Kutokana na ugumu wa hiyo mechi. Lakini ukiachia hivyo, yeye na ndio mtu ambaye alizungumza kwamba Simba haina wachezaji bora. Ina wachezaji wa kawaida sana. Lakini ukiachia hilo, huyo ndo alisema kwamba Chama hajafunga magoli mawili. Wakati katika ile mechi Chama kafunga magoli mawili. Sasa leo anakuja tena kuzungumza, anasema kwamba anasema kwamba Simba wasipobeba ubingwa yeye watahakikisha kwa hali na mali ya timu inabeba. Hivi wewe kama wewe mwana michezo unachukuliaje hiyo kauli? Baada ya kauli yake na kuiona kuisikiza yake kwenye mitandao ya kijamii, labda unatamani kuona uongozi wa Simba ukisema neno lolote juu ya hilo? Waseme kuna shida kwa sababu zile kauli kwa mtu wa kawaida anazichukulia kawaida, lakini katika hali nyingine inaonekana kwa wale maneno walisema yule bwana, mechi ambazo sisi tulizocheza na Mashujaa yeye akiwa pale, ina maana na yeye katusaidia siku kushinda, ambacho iko kitu sio kweli. Mechi yetu na wao kumefanyika vurugu nyingi na yule ndo alikamia si atufunge, na haya maneno sio naongea mimi. Yeye mwenyewe alithibitisha kwamba Simba hawezi kumfunga. Uongo? Ni kweli aliongea. Na katika ile mechi sisi ndo tumepata shida kuliko mechi zingine. Sasa leo mechi ishaisha, sisi tumeshinda. Mtu anazunguka staili ya kuja kutuchafua tena. Kwa sababu kwa kauli ile inaonekana, yani kwa kauli yake ukisikiliza, inaonekana kabisa kati yetu sisi na Mashujaa yeye kuna kitu kafanya. Wakati iko kitu sio kweli. Kauli ya kwanza alisema kwa njia yoyote ile. Simbu lazima Simba awe bingwa. Yeye kama nani? Akasema alifundisha makusudi. Ili Simba ashinde mechi zake. Na nyingine na ndio mwisho pia aliomba kupewa kadi ya Msimbazi. Sasa wewe ndio ushangae sasa. Hivi mtu kacheza mpira. Kaishi Tanzania toka akiwa kijana mpaka amezeeka. Anasema katumikia klabu mpaka leo kadi ya wanachama Simba hana. Kile mnukuu akisema kama ni kadi kama anayo ila anataka kadi mpya. Kadi mpya ziko wapi? ni wakati sasa wana michezo kukosoa vikali pengine kwa kauli zake. Amekosea. Unajua mimi dada nikwambia kitu kimoja. Mimi nilizungumza lakini kuna maneno niliyapata kwamba naambiwa mimi nilichokisema lakini nilikosea kumwambia yeye. Mimi nazungumza uhalisia wa vitu vilivyokuwepo. Umeelewa? Mwalimu wa mpira yoyote hawezi kuzungumza maneno aliyozungumza Julio. Hawezi. Labda niseme mimi Shabani ambaye sio kocha. Ndio maana mimi nilikataa, sio mwalimu. Lakini mimi watu walinichukia. Umeelewa? Na mpaka yeye mwenyewe kuna watu wamemwambia kwamba mimi nilichosema yeye mimi atanichukulia hatua. Lakini mimi nilizungumza uhalisia. Katika hali ya kawaida mechi yetu na Mashujaa imeisha. Katika hali ya kawaida mechi yetu na Mashujaa imeisha. Tumeshinda mechi ya Mashujaa na Simba kwa mbinde. Na yeye akiwa mwalimu kwa maneno ya vijembe ya kuikushusha Simba hadhi yake na kuidharau Simba kama polisi Dodoma. Alitudharau na nyinyi wenyewe mashahidi. Tumeshinda anakuja kusema yeye ndo alifanya Simba tushinde. Hivi wewe unaona iko kitu ni sawa? Hatukosea. Anatukosea na mimi niseme kuna watu mjini wanaishi kwa sababu ya kuwakingia watu vifua. Mimi nipo kwa sababu ya klabu ya Simba. Umeona hilo logo? Na heshima kuliko unavyofikiria. Baada ya wazazi, Mwenyezi Mungu kwanza, wazazi, baada ya mambo mengine familia yangu afu inakuja hilo logo. Simba. Umeona hilo logo? Mimi naiheshimu, ndio maana mimi nazungumzia Simba. Mimi leo kwenye Simba hii watu wanasema nimefanya bibi, nimetoa hela. Kuna watu wametoa hela zaidi yako washasema. Na ndio maana wewe sio chawa. Na ndio maana mimi unaniona mimi nazungumza katika mstari ulionyooka.
Leo mimi nazungumzia watu wa matawi. Sawa Ukiwa katika tawi lolote, ina maana wewe unafuata katiba ya klabu na lazima logo ya klabu ya Simba uilee. Leo yeye anaenda kuzungumza, anasema kwamba yeye atahakikisha Simba anakuwa bingwa, na hata msimu uliopita siku na mambo gani sijui kule Mashujaa yeye katusaidia hapa katika mechi yetu, tumepata shida mpaka kiongozi wetu kafungiwa. Yani viongozi wa Simba lazima wachukue action kwenye hili. Walipochukua action itaonekana kama sisi kuna mipango tumetengeneza mechi ya Mashujaa. Wakati ile mechi mimi nilikuwepo Kigoma katika mechi ambayo ilikuwa na kung'ata meno kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, mechi yetu na Mashujaa, na yule bwana alipambana kweli, si ile mechi tupoteze, ila ikashindikana kwa sababu kikosi chetu bora tukashinda, tukafanyikiwa. Kikosi chetu bora. Kuna vitu vinasemwa nje ya uwanja. Sawa, mimi siwezi kuvizungumza. Mimi naizungumzia Simba. Mechi na Mashujaa ilikuwa ngumu na tumeshinda kwa nguvu yetu. Hatujasaidiwa na mtu yoyote zaidi ya kikosi chetu bora na mwalimu Steve Barker na watu wanaopambania timu. Baada ya kauli yake ya jana hapo, Yanga watasemaje? Sijui, kwa sababu mipango yao sisi tunajua. Wanatumia logo yetu, wanatumia jezi yetu kwa kwenda kujinufaisha. Inawezekana hata kama kuna watu wengine nao wamefanya nao mipango waende kutuchafua, kwa sababu hili ni swala la kuichafua klabu. Leo watu walivyopambana mechi ya Mashujaa, wewe useme wewe ndio ulifanya mipango. Kweli wewe unaona huyo mtu yuko sawa? Haikubaliki, na sisi hatukubali kwa sababu anatukosea sana. Shabani, kabla ya kumalizia, kila mwaka watu wakimlalamikia mwekezaji kwamba kuna baadhi ya sajili hafai. Lakini kwa mwaka huu tunaona kila mchezaji anayesajiliwa Simba Sports Club amepiga picha na boss Mo Dewji. Pengine usajili huu yeye ndo amekamilisha kila sajili ambazo tunaziona zikitambulishwa ndani ya Simba Sports Club. Huwezi kuwazuia hao watu kusema, kakaangu. Ila kwa mtu anayefuatilia klabu yake ya Simba na anayejua thamani ya mwekezaji Mohamed, dunia sasa hivi imekuwa watu wanasema iko mkononi kijiji, yani chochote utakachosema kila mtu anapokea. Simba kama Simba tunajua thamani ya Mohamed Dewji. Simba kama Simba tunajua Mohamed anachokifanya nini kwenye timu yetu. Kwa hiyo hatuwezi kumzuia mtu kusema. Kuna watu wametengenezwa kwa sababu ya kuchafua logo ya klabu ya Simba na thamani ya mwekezaji Mohamed. Sisi wana Simba tunathamini Mohamed anachokifanya. Na tunajua kabisa Mohamed anatoa pesa nyingi sana kuhusu klabu ambayo yeye na ndio mwekezaji, lakini hana mapenzi na klabu hilo. Leo wale waliosema tuna matajiri wetu wako Dubai, wana hela nyingi kuliko Mohamed. Kwenye usajili wote wamekula nyoya. Kwenye usajili tunamwona nani hapa? Kuna mtu amesema Mohamed ukifika usajili anakuja, mnataka awe nani? Babu yako. Wakati anatoa hela. Saini ya benki hela haiwezi kutoka mpaka usaini mwenyewe. Uongo. Hawana kusaidia shoga yako. Tajiri kaja kwa sababu hakikisha wachezaji wote muhimu wa thamani. Yeye mwenyewe anashuhudia kwa sababu inayotoka pale soma karatasi mzigo. Tajiri kaja kusimamia mzigo. Wachezaji alowataka mwalimu Steve Barker wote hawajaja Simba. Libase kaondoka. Adset kaondoka. Watulie. Ndio maana nakwambia kuna watu wanaishi kwa mazingira ya uchawa. Sisi tunazungumzia klabu na tunaizungumzia logo ya klabu ya Simba. Hapo Shabani, unaamini kwamba hawa machawa au ma influencers ndio wanaharibu menendo ya timu? Mimi sijasema ma influencers au machawa au nani. Lakini kuna watu wanatengenezewa mazingira. Mazingira wanaotengenezwa ya kuishi. Inawezekana mtu labda mtoto wake hajamlipia ada. Akizungumza vile anaitwa ili mtoto apate hela amlipie ada. Tusizungumzie ada za watoto wetu shule au hela yako ya kula wewe. Zungumzia klabu. Mimi nazungumzia klabu ya Simba. Mimi najua thamani ya Mohamed. Mimi najua thamani ya Jairuti. Na mimi najua thamani ya wawekezaji wote. Umeniona mimi? Ushaona jezi yangu mimi natoa hii Betway inaweka Simba. Sio kama na wakashfa naweka Simba. Najua thamani ya Betway. Kuna kitu kaongeza katika klabu yetu. Na thamini kwa sababu najua la naipata na huyu yumo. Umenielewa? Umeona hili tawi? Kuna Jairuti, kuna Betway, kuna Mohamed Dewji, Mo Kola. Si ndio hivyo? Hao ndio watupanzie jeuri. Kwa nini mimi hawa watu mimi niwathamini? Sasa inapofikia kipindi mtu kama una hela kula unatengeneza mazingira ya kwenda kubomoa mwingine. Usajili umefika. Mimi nataka niwaulize wale makunguni na machawa. Usajili umefika. Mbona hao matajiri wao wanawasema tuwaoni? Maana sasa hivi hapa Libase alitaka kuondoka na kuna ofa kubwa. Unafikiri kabaki kwa sababu ya maneno yako wewe chawa? Hajabaki kwa sababu ya hela.
Mbona tuwaone wa machawa wakitoa hela ili basi abaki. Leo kazi yao kushangilia kabaki. Unajua amebaki kwa nini? Kuna dada yako amempa ili basi abaki. Shabani, tumalizie kwa maneno mafupi tu kwa watani zenu kule wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 2. Katika moja ya wagombea wa wajumbe amesema kwamba akipita pale basi atawafuta ma-influencer wote kwamba ndio anaipeleka Yanga pabaya. Unaamini hilo? Nani huyo? Huyo atafuta balaa huyo. Atakuondoa watoto wa Elisi. Anasema atafuta ma-influencers. Yupo au ndo anagombea? Anagombea. Atoboi. Unawakataa watoto wa Elisi. Unawakataa watu wanaoina timu yao kipindi cha shida na raha. Huyo mjumbe mimi siye kumjua huyo. Mjumbe yupo kwa Yanga muda mrefu. Ambaye ndo anagombea au anafanya nini? Ndo anaingia huyo. Wanasema jina lake linaanza na G. Linaanza na G. Au Atoboi kakaangu. Wewe unawakataa ma-influencer kina Godi. Unaamini kauli yake? Yanga kakaangu anakukataa. Unaamini kauli yake ya kwamba influencers wa Yanga wanaipeleka pabaya? Kapteni Kizinga wanipeleka kwa baya vipi? Wale si ndio tunashambuliana nao klabu isonge mbele. Umeona wale maneno yao? Na sisi tukichanganya. Ndio wale matajiri wanapata hasira. Leo nimesikia baada ya siku sema Gelimugisha asajiliwe Yanga. Matajiri wanachangishana. Unaona taarifa hiyo? Sina. Wakina Chief Kizenga. Sawa. Wale wakina Famau wakina nani wakina Baraka. Wale si tunavyoongea kina Kevo wale. Wale ndo si tunavyoongea vile na wao ndo wanazidi kulipuka, wanamwambia tajiri inawezekana vipi? Na sio washafika bilioni 10 katika Gelimugisha baki bilioni 3. Ile lakini kwa sababu yetu. Hivi wale hao ma-influencer wangenyamaza, unafikiri Ellis angetetemeka au karibu zaidi? Anasema kwamba anaipeleka Yanga pabaya. Anaipeleka wapi? Wasifia hata yasiofaa. Inawezekana huyo mjumbe huyo anataka ile nafasi achukue yeye akatoboe yeye kwa Ellis. Huyo mjumbe sio mzuri. Wananchi msimchague. Huyo hana mipango huyo mjumbe. Wana thamani, wana nguvu kwa sababu kuna vitu wanasema. Sikatai, wapo wengine wanaingia katika uchawa zaidi. Lakini unavyoona watu wanaitetea klabu yao kwa mahaba. Mtu unajua hii kuzungumza, unajua ukimaliza hapa lazima mtu unywe maziwa Maziwa kuna mtu anakununulia. Wewe mwenyewe. Unatetea watu wote. Influencer wa Yanga au wa Simba anaizungumzia klabu yake ili timu yake iweze kupata changamoto, ifanyikiwe, itoke ilipo iende sehemu nyingine. Na ndio maana nakuta Ellis. Umeona Ellis? Sawa Umeona Jairut? Unamwona Mohamed au akina Mangungu? Hawa watu wanawajua thamani yao. Ndio maana kuna siku wanawaita hawa kwenye vikao vyao. Kwa sababu wanajua hawa watu wanazungumzia, wanatetea. Kuna wakati vilabu hivi, wewe mganganjia mwenzangu na mimi unauza nyanya au kitumbua, hauwezi kuzungumzia klabu yako wakati maisha yashakutandika, unataka kupata hela familia yako ishi. Huyo wanemdharau leo, huyo mjumbe anawakataa. Ndio anatetea klabu yao kwa hali na mali. Na hawa watu dunia nzima wapo. Hata Madrid kule wapo wanazungumza, lakini kwa sababu watu Kiingereza hawajui. Na kwa sababu watu hamuoni. Kwani ngoja, hamna watu ambao wanafika uwanjani wanajichola, wanapiga makelele mpaka sauti zinakufa hadi wanalia. Huyo unajua wale huko kwenye mitaa yao wanazungumzaje? Media zenu kwa sababu hazifiki. Kuna Shabani mpira pesa wengine. Wapo huko, sema media zenu hazifiki. Wewe nani Google uone. Watu hamna mtoto mmoja yule Madrid ilipopigwa anamlilia kama vinga. Kama vinga. Wale mwana yule mtoto mdogo. Sasa ingia katika peji yako yule mtoto anavolia kuhusu timu. Shukrani. Nashukuru sana. Haaland scores against his former club with the outside